Kule nyumbani tunasema this cake is too big, kila mtu atakula kipande chake. So sidhani ni competition kabisa, ila tumejipanga vizuri. Akinitoa pia kwa stage pia ni sawa. Pasianze kusema ule alimshinda huyu alifaa hivi na kwa kelele msanii kaandika ama mamoto manini. Hakuna moto. Hapa ni upendo baridi. Ni upendo. Hao wamekuja, tumewakaribisha. Femi sehemu atakosea, mimi nitakasirika. Mimi nikikosea Femi la swali la pili, Natasha ni mtu aina gani? Natasha ni mtu mpoa, kwanza niseme. Ni mtu mzuri, ndio maana hata tulifanya hiyo nyimbo. Unajua wasanii sana wanapenda kuvimba. Nikamwambia ningependa sana kufanya kazi na msanii. Anaitwa La Vista. Kweli. Nikamwambia ningependa sana kufanya nyimbo na msanii wa Burundi. Nikamuuliza ni wagani wanafanya vizuri, akaniambia Natasha. Chozi waambie. Amefika watu wanaambia nimetoa machozi kwa kupima corona. Sawa? Mtata, si machozi ya kulia. Machozi ya furaha. Nimefanya research sana kuhusu Burundian artists na pia Burundian music. Hata kabla tufanye nyimbo na Natasha nilikuwa nafanya research, kwa sababu nafikiri utawezana. Ile clip ya kwanza niliona ilikuwa ya kutoka Burundi, kwa sababu countries nyingi zilikuwa kwa lockdown na nyinyi mlikuwa mnaenda klabu sana. So nikapata hiyo video ilikuwa ya wa Burundi. So nikakuwa na interest sana. So nilikuwa nafanya research. Najua exactly watu wa Burundi wanapenda, na tumewaandalia kitu poa. So make sure wamekama. Nafasi ya kuona na kupiga picha na wewe ndio kwanza ile heshima kwanza. Kampigie makofi kwanza za Natasha. Swali la pili, Femi One hapa kwetu Burundi tuna wasanii wanajua muziki sana. Ningependa kwanza nikwambie na nikujulisha kwamba kaka yetu Natasha, dada yetu Natasha zamani, dada yetu Natasha ni msanii ambaye anajua kuimba sana na anajua kufanya kazi yake kwenye stage. Ana ni msanii ambaye acha jitahidi sana kwa kufikisha bendera la nchi yetu mbali. Na ni msanii anajua muziki kabisa, lakini nataka kujua unajipanga aje kwa kupambana na Natasha kwenye stage. Najua utapata nafasi ya kuona Natasha akiwa perform. Hakuna mapambano muziki, lakini haujamuona vizuri kwa kwenye stage. Unajiandaa kwa kupambana na Natasha kwenye stage. Swali langu la kwanza hilo. Swali la pili, dada yetu Natasha, Femi One ni msanii mkubwa pamoja na King Kaka. Tulikuwa tunawasikia tulikuwa bado tujawaona. Je, Natasha uko unapanga vipi Femi One kumkutanisha na wengine wasanii wenzako hapa kwetu Burundi kwa sababu afanye kitu kizima? Cha tatu, nilikuwa nataka niulize kuhusu issue ya tarehe 31, sijui hata Kiswahili tuna 30 kwa jina la Yesu. Sawa. Dada Natasha. Yes. Wewe ni mkali kabisa kwenye stage. Queen unakuwa queen sasa kwenye stage. Tunakuwa kazi yako tunazijua. Lakini nataka kujua dada yetu sasa uko unajipanga aje kwa kumkubalisha na wewe kwenye Si competition. Hatujakuja hapa competition. Nafikiria tumepita hiyo stage ya kucompete. Sisi kama wasanii tunatengeneza muziki mzuri, quality music, na tunaachia mafans wanasikiza. So sidhani ni competition, ila tumejipanga vizuri, tuko na undugu mzuri, tutakupiga performance nzuri. Kule nyumbani tunasema this cake is too big, kila mtu atakula kipande chake. So sidhani ni competition kabisa, ila tumejipanga vizuri. Akinitoa pia kwa stage pia ni sawa. Tutapambana huko Nairobi, atakuja Nairobi tutapambana. Tutakuwa na rematch. Okay. Amejibu? Mko sawa? Kuna tembo masela na warembo. Tuko warembo msisahau. Nagira ni shule Landry. Gisi Femi amekwambia hapa kuna mashindano. Na wakati tunazoea mara nyingi wakiweka aswa wasanii wa Burundi pakikuwa afishi, si tunaita hii afishi. Sawa? Msanii akija
unakutana msanii mwingine kule wa Burundi, mara nyingi tunapenda kusema nitamfanyia hivi, mimi nitaingia kushinda huyo. Msanii akija lazima ni ndugu. Ni wewe kumuonesha umesahau dancers. Chukua na kupatia wangu. Umesahau, kuna kitu umesahau kwa sababu ni mgeni anakuja. Hauna mtu wa kamera. Nani photo itakuwa aje? Msanii lazima muandalie. Wewe msanii mwingine, andalia mwenzako ili asipate aibu. Na yeye pia kuna kitu atakwambia Natasha ama msanii wa huyo mgeni atakwambia kuna vitu viwili hauyarekebisha kwa sababu labda nchi yetu iko juu kidogo ama sisi kwa muziki tumeshazoea hivi. Ni hivyo. Tusikuwe na tabia za kusema, na ndio maana umeuliza hiyo swali Landry, kusema Natasha tumuonesha Femi kama uko queen of the stage. Never. Mnajua kama niko queen na mnajua kama niko malkia wa stage. Sio kumuonesha Femi, naonesha mafans. Watu wanakuja. Femi tayari ni mwimbaji, ni queen. Anajulikana aje kama sio queen wa muziki. Mpaka afike hapa Burundi. King Kaka vile vile. Ni kusema tutafanya show nzuri kwa pamoja kwa sababu tuko sehemu moja. Hicho kitu wasanii wajue. Msanii akija pasianze kusema ule alimshinda huyu alifaa hivi na kwa kelele msanii kaandika ama mamoto manini. Hakuna moto. Hapa ni upendo baridi. Ni upendo. Hao wamekuja, tumewakaribisha. Femi sehemu atakosea, mimi nitakasirika. Mimi nikikosea Femi lazima kasirike. Na ndio maana kabla ya kwenda stage tunaombaka. Wasanii wengi wanaomba, Mungu nisaidie niwapatie mashabiki. Watu watakuwa walikuja kula, kunywa, kuona show Oteke Bidila Tanganyika. Wategemee kitu kizuri kutoka kwa hii timu yote naona tuko hapa. Tutafanya kitu kizuri sana. Tuko wasanii wakubwa. Lazima tuoneshe ukubwa wetu. Ili mwaka kesho wakifanya vizuri pia ama tukifanya vizuri warudi, watazarudi hata kwa park sisi tunasema Pasaka kuberiki, watazarudi hata siju kwa sherehe fulani, watazawaita kama rais president atazawaita, tutazafanya show sehemu nyingine. Kwa nini? Hatuko kwa mashindano kabisa. Wategemee kitu kizuri kitatoka kwa Natasha na Femi Uno na King Kaka na JR. Tutawapa vitu vizuri. Okay, umeniambia kuunganisha Femi na King Kaka wengine wasanii. Msanii wote ule akinipigia simu anakaribishwa. Wanajua mimi niko dadao. Naenda nauza album kwa pesa nyingi na pako mabosi hapo. Si mnajua, mnafahamu. Na kamata naenda napeana kwa podium. Nasaidia wasanii wa kiumwa. Pia na video. Kwa nini nisiwasaidie wasifanye kazi na Femi wakati wako na uwezo wa video na audio? Wanakaribishwa. Kwa sababu kila mtu anajua. Sio Femi nisaidie, Kaka nisaidie. Mimi nakusaidia kwa sababu niko Murundi mwenzako. Kwa muziki hakuna kusaidizana kwa nje. Kwa ndani sawa. Kama mimi naweza kuwasaidia, watakuja, watamkuta Femi iko hapa wiki nzima. Lazima ale michopo, akule mkeki, akule maharage na viazi. Kwa nini wakule tu nyama? Si waliniambia mimi nakula sana. Na mimi nataka wakulishe vitu ambapo wataenda wanavimba tumbo. Sawa. Msanii wote anakaribishwa. Na mwenye atasema niliwahi kumwambia Natasha akakataa, mtaongea. Msanii wote wa chini, wa juu, wa katikati anakaribishwa. Kama anataka wa kike, Femi kwa hapa. Akitaka wa kiume, King Kaka iko hapa. Kila mtu tena anipigie mimi ama apigie manager alafu tutaandaa kila kitu. Naweza wanasikia. Kwa sababu na mimi ndaza furahia kuona leo panatoka tena collab. Kwa sababu tena Femi akija hapa ni wengine msanii. Tutakuwa waine, watano, wa sita. Tutafurahia sana. Msanii wote, na kama anataka kuuliza labda ni rafiki wa Femi iko Kenya, anakaribishwa pia. Si mpaka afanye kazi na sisi, tuko hapa. Hataza ulizia pia pako manager sana atamsaidia. Kwa sababu huyu ni manager mkubwa sana Kenya. Alitusaidia vitu vingi. Kama mmetuona Trace, mkatuona ma TV wapi ni kwa sababu ya manager Dennis. Wanakaribishwa.
Tulifurahi sana Hotel Club Julep vile ilitualika huku kwa sababu kule kwetu Kenya tuko bado on lockdown, tuko na curfew. So sisi wasanii hatufanyi shows sana kwa this season. Tunafanya zile tunaita virtual shows zenye ni pre-recorded alafu zina air on YouTube ama TV. So tulifurahi sana na pia tulifurahi, it's our first time in Burundi. So tunafurahia sana. Pia sisi kule Kenya kukifunguka 2021 tuko very sure tutakaribisha Natasha. Tutaandalia show ambayo atakuja pia kuperform. Swali la pili, Natasha ni mtu aina gani? Natasha ni mtu mpoa, kwanza niseme. Ni mtu mzuri, ndio maana hata tulifanya hiyo nyimbo. Unajua wasanii sana wanapenda kuvimba, wanavimbiana sana. Na hiyo ni experience ambayo mimi na Natasha hatukuwa nayo ama hatukufanya, na ndio maana ilikuwa very easy for sisi kufanya kazi pamoja, na pia sisi pia kusukuma hiyo kazi kwa pamoja. Unajua unaweza fanya kazi na msanii alafu huo msanii asipost ile nyimbo. Nafikiri ni wengi tuko na values the same. Hizo ndio zenye zilifanya relationship yetu ikuwe very smooth, na ndio maana tuko hapa kwa sababu ya hiyo relationship, si hata kwa sababu si ni wasanii bali kwa hiyo relationship. Unajua hata kama tunaongelea warakati na maanisha mimi napenda nchi yangu sana, ndio maana naipigania. Napenda wananchi na nataka waishi maisha nzuri. Umeelewa? Kuna wengi wetu ambao tunaona shida hapa na pale na tumenyamaza. Wanasema if you're not part of the solution, you're part of the problem. So lazima uongee. Na ndio maana wanaongea. Lakini apart from hiyo mimi waga na burudisha watu sana. Napenda, niko na nyimbo mingi sana za club. Nyimbo za kukatika zimejaa mingi sana. Kwa vile mimi siko Kenya na sitaleta warakati huko. Sijajua mambo ya Burundi, hivyo ndo nasoma historia saizi ya Burundi. Kwa hiyo mimi nimekuja tu tucheze tukati na tukule mkeki. Yes. Ndio hivyo. I'm fresh. 2021 kukifunguka lazima. Umesema kwamba umefurahi sana kipindi unaona mwaliko wa Natasha, na ukasema kwamba ulijaribu kufuatilia muziki wa nyumbani kipindi uliona video. Nafikiri ni video ambayo ulipost na Wakenya wakasema watu wanaenjoy muziki wetu. Sisi wana muziki wa kwetu hatujaenjoy muziki wetu. Muziki utawezana ni muziki umekupanulia sana jina tofauti na zamani, kwa sababu watu wengi hatukujua kwamba Femini mfanya rap. Walikujua kwa ile ngoma utawezana, lakini wewe kukufuatilia ni mwana rap mbaya sana, unachana kabisa. Natasha amechana kwa muziki wako, vitu ambavyo wengi walikuwa hawazoei. Pia nafikiri kwamba ilikuwa ni target yako na yake. Utatuambia ilikuwa ni target ipi? Na kufanya collab na wewe, ulisema kwamba ulijaribu kufuatilia muziki wa nyumbani. Je, ushawahi kujaribu kutembeza macho yako kutaka kujua muziki wa nyumbani ukoje na wanamuziki wangapi ushajaribu kuchunguza muziki wao? Ulikuwa ushawahi kuzunguka kwa ukurasa wa Natasha before mfanye collab? Kusema kweli nilikuwa nimezunguka. Nilifanya interview sometime back venye utawezana ilikuwa imehit. Sikumbuki ni radio station gani. Ndio huyo, na ndio alitupa namba yako. Huyo. Nilifanya naye. I think yeye ndio alikuwa kwanza from Burundi. Ali reach out akaniambia anataka kutufanya interview. So tukafanya interview na I think nilimuuliza yeye. Nikamwambia ningependa sana kufanya kazi na msanii. Anaitwa La Vista. La Vista. Kweli. Nikamwambia ningependa sana kufanya nyimbo na msanii wa Burundi. Nikamuuliza ni wagani wanafanya vizuri, akaniambia Natasha anafanya vizuri. So nikaenda kwa Instagram yake nikamwangalia nikasema unajua sisi wasanii ile kuvimbiana kidogo. Acha ni chill kidogo nione kama, lakini unajua mambo ya Mungu. Yaani mimi naamini ile kitu unataka Mungu atatengeneza njia. So nafikiri ikatuleta tu pamoja ndio tukaweza kufanya hiyo nyimbo. Kwanza sorry kidogo, ningesema kwanza tumshukuru La Vista kwa sababu unajua Mungu anapitia vitu vingi. Wakati alifanya interview na Femi, wasanii ndo walianza kumtukana na waandishi wa habari na watu wengine kusema unampigia yeye mtu wa nje, na wasanii wanajaa hapa. Kujaa ina kitu. Mtu asikudanganya, uweze enda Kenya usikie muziki wa Kenya. Tunalilia kila siku, dunia nzima wanalilia tupige sisi 100 kwa 100. 100 kwa 100, kama hutaki kuona muziki wa nje utajifunza nini?
Mume wangu ni mtu ni mjenzi. Kila siku anaangalia nyumba, atabadilisha nini? Anatoa wapi? Kwa ndoto. Lazima tumuone Femi, tujifunze kwa Femi. Hiyo ni example kwa sababu sipendi kuongelea juu sana. Lazima tumwangalie King Kaka. Ili nijifunze, wewe kama uko rap, ujifunze kwa King Kaka. King Kaka jifunze kwa wengine hivyo. Lazima na ndo haiwezi kuwa seme muziki upigwe 100 kwa 100. Mtaendelea wanasema na ndo vile sasa La Vista ametafuta namba ya Femi, hakaipata. Ana msanii wake anaitwa Bface. Rap mzuri pia. Lakini hakukuwa labda na huyo uwezo, ama haikuwezekana. Angesema acha nimpatie Bface. Lakini wakati sisi tunamwambia tunataka kufanya kazi na Femi, tumesikia interview. Manager Rafa wakaongea kila kitu. Na Mungu akasaidia, kumbe Femi alikuwa shanijua. Femi alikuwa anataka hicho kitu na mimi pia nilikuwa nakitaka. Tumekutanana ni ile mwanaume kama mmetongozana kwa WhatsApp, Instagram. Unaelewa kama hivyo? Mkikutanana ni zile ambiza. Maana yake hawezi angalia kama matiti yatabomoka kama yatatoka maji sibintu. Unaelewa? Maana yake tumekutanana na hamu. Na ndio maana mnaona hiki kitu. Hamwezi hakuna tofauti wa rap wa Femi ama wa Natasha kwa sababu tulikuwa na hamu. Sasa tulikutanana, tulikuwa na hamu sana. Sasa wasanii nasema pole kwa La Vista, watu ambao walimtukana hiyo siku. Sikujua wakati niko Kenya, manager alafu kanambia, "Unajua Natasha, hata tuko hapa. Unajua kama La Vista aliwahi kutukaniwa, kwa nini unapigia msanii wa tuache hizo tabia, sio tu hapa. Na sehemu nyingine, tuache uhivu wa urofa." Lakini tungempigia makofi La Vista mpigie makofi kabisa. Na leo andishi wa habari mtutafutie njia, lakini wasanii wenye wako na imani kama Natasha. Wako na ndoto. Muziki ni pesa, wasikudanganye. Video hakuna ya bure. Ukikuwa na pesa utafanya muziki mzuri. Ukikuwa na talenti yako yenyewe tu na una pesa utabaki nyumbani. Na majirani wanakuambia tunakupongeza, lakini Natasha hakujua. Ama Femi hakujua kufahamu. Utaenda nchi ya watu kwa kinga, kwa baskeli. Baskeli haifiki. Na baskeli ni pesa. Nikiongea Natasha naongea kwa sababu ni la boss. Hakuna la boss. Tunaongea ukweli. Utajenga nyumba vipi? Na ya udongo ni pesa. Unataka kujenga nyumba ama kuuza nani? Kila kitu. Sasa waache maneno, tufanye kazi. Tufanye kazi. Natasha unajuana na huyu hivyo. Msanii La Vista leo haangekuwa na namba Femi. Singefanya nyimbo na Femi. Mwaka mpya ulikuwa naisha kabisa. Kwa sababu niliangalia nitaenda wapi nchi zote corona. Masharti ya airport ni mengi sana wanayajua, wanafahamu. Leta hii pima, watapima lipua. Kama pa Burundi usijui walitaka kubeba lipua la King Kaka. Atawaelezea. Anakuambia yote wametoa ndani. Ni unaelewa wanakupima huku ndani. Unapika ugali. Baki unalia, huyu ametoa machozi. JR Lia sana. Chozi waambie. Amefika watu wanaambia nimetoa machozi kwa kupima corona. Sawa? Mtata, si machozi ya kulia. Machozi ya furaha. Unaelewa? Machozi ya furaha. Ndio hivyo sasa. Kabisa mimi namshukuru La Vista. Msanii pia mimi namshukuru sana. Yaani alikuwa wa kwanza kureach out. Yaani alini DM Instagram akaniambia ningependa kufanya interview na wewe. Na interview ilikuwa kwa. Na kushukuru sana. Asante. Naelewa. Sasa ndio hivyo. Jibu tumepata ni shikisha kutoka kwa La Vista. Kuchangia sio pesa. Alichangia uwezo wake. Na hakujua kama kuna msanii hataweza kumwambia La Vista nataka kufanya kazi na Femi. Leo hii ataweza sema mwingine msanii anasema niko na namba ya Chris Brown. Sijui nani wa Nigeria, sijui wa South Africa, sijui wa Kinama. Kwa hiyo Natasha tusiwasahau. Sawa. Hivyo tu. Mtu tunasaidizana kwa hivyo. Sasa ukikuwa na uwezo wako ama yeye pia ana uwezo hatakutafuta. Utamwambia mimi ni msanii hivi na hivi, akiona kama kuna maana ya kufanya kazi watafanya. Msikosi kufanya interview za nje. Piga interview za East Africa, Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya, Kongo. Mkizipata hizo za karibu mpeane kwa wasanii wengine. Mfanye
Basi huyo msanii atajulikana kushinda Natasha. Hapa ni kwetu. Kama nafanya vizuri niko tu namba 1. Huyo msanii hata ufanye interview 10, vitendo vya Natasha ni vingi. Mimi naenda barabarani na kojoa, watasema tu wameona la mishatisi bintu. Mwambia tengeneze kuta ambazo zitakuja kufunga muziki wa Burundi usiende Kenya, au muziki wa Kenya usije Burundi. Unanielewa? By the way, the time unafanya interview, si kwamba Femwana alikuwa msanii wa kwanza from outside Burundi kufanya naye interview. Na mpaka sasa hivi wapo wengi ambao kwenye schedule, kwa sababu mimi show ambayo naifanya ni show ya East Africa. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaweza kanizuia kwamba man, why unafanya interview na msanii wa nje. Unanielewa? The time unafanya interview nilijua kwamba lazima watu waongee. So mimi ni mtu ambaye siku zote nakuwa nishaji set kwenye mabomu, kwa hiyo siogopi mlipuko. Unanielewa? Tuje kwenye press conference ambayo inatuweka hapa. Mimi kwanza ni washukuru kwa kazi ambayo mlifanya. Ni kazi kubwa. Na furaha yangu ni kuona ile kazi ilifanyika. Ningeumia kama ile contact ilienda alafu uongozi bwana wa Femwana ukazingua. Lakini mimi niwapongeze, wamekuwa ni watu waelewa since day one. Kazi ilifanyika, na mimi ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa kwenye communication na Rafa. So jipigieni makofi kwanza. Na mwasaidie pia kujazia makofi, kwa sababu watu muhimu bwana. Tunalia kwamba tunataka wasanii wetu wavuke mipaka. Sasa bwana, kama unataka wavuke mipaka na uizuia muziki wa nchi nyingine usiingie kwako, wanaenda kufanya nini? Natasha alibeba award Uganda wasingekuwa wanamjua ile award angeipata, asingeipata. Na anaipataje kama labda hakuna muziki wa Uganda unaokuja Burundi pia? Kuthamini vya nyumbani ni priority. Hiyo ni haja ya kila mtu kwamba bwana tusupport wasanii wa nyumbani. Lakini na muziki wa nje kama unakuja bwana, kumbuka nchi ambayo haipokei wageni, hiyo basi bwana ina vita. Na nchi ambazo zina vita kuna wageni wanaokuja kusaidia kukomboa amani. Sasa nyumbani kwenu kama mpokei wageni, mjue kwamba nyinyi ni wachawi. Unaelewa? Sasa swali langu la kwanza. Asante kwa show ya tarehe 31 Disemba. Hii show inapatikana kutokana na ngoma hii ambayo ni shikishi. Swali langu la kwanza kwa Femwana, nataka kujua Natasha ni kuchallenge wapi wakati mnatengeneza hii ngoma mpaka kuja kupatikana, iwe kuanzia audio mpaka kwenye kutengeneza video pia. Alafu swali langu la pili ni kwa kaka mkubwa pale. Mimi mmoja kati ya watu ambao wanafuatilia muziki sana, hasa kwa upande wa wanaharakati, ni ambao mnafanya muziki wa hip hop. Big shout sana kwa kazi yako bwana ya Wajinga Nyie. Ni ngoma moja fulani hivi imeshiba. Sasa nataka kujua wewe ulikuwa na contribution gani kusema hii ngoma ya Femwana na Natasha ipatikane. Alafu swali langu la tatu ambalo ndo la mwisho linakuja kwa Natasha. Natasha bwana, kazi ilipatikana na Femwana ndio huyo hapo. Alafu hongera sana pia utuchallenge ukaraku tulikuwa tuzoei. Sasa kwa watu ambao watakuja tarehe 31 itakuwa ni Alhamisi bila shaka. Nyinyi wawili umejipangaje kwenye kuperform ile ngoma? Asanteni sana, niwashukuru. Si watu wengi wanaweza kufanya hicho kitu. Umemshinda kaka. Hata mimi umenishinda. Ni mwanamuziki mzuri. Ni mwanamuziki tunasema versatile. Ako very versatile. Anaweza kufanya, hata anaweza imba dombolo. So dombolo tunaita nini kwa Kiswahili? Lingala. So ni mwanamuziki hajieki kwa box. Hajieki kwa box aseme mimi nafanya hii muziki na hii muziki peke yake. Ako willing kulearn vitu vingine na kutry out new things. So hiyo ni kitu poa sana. Hongera, tupige makofi. Kwanza kabisa asante kwa kuwa na wazo tofauti when it comes to journalism. Sababu unajua ndoto ya wasanii wengi ni kuvuka boda. As much as wanga unatunzwa kwenu, unaweza taka pia kutoka nje upate mawazo ya watu wa nje. Umeelewa?
Sisi tumeenda shows nchi mingi huko Dubai, mawapi, America. Tumeenda hizo zote. Lakini kama journalist wa nje wangekuwa na hiyo open minded, tungebaki tu Kenya na tuseme sisi ni wanoma Kenya na tutumbuize wa Kenya na yetu ishie Kenya, sababu ni achievement pia sasa zile umebeba nchi yako ukaipeleka nje. Sababu ukirudi watu wanaona kuangalia tofauti. Umeelewa? Na unaonyesha haikuongea hata about you. Naambianga wasanii ama mtu yote ambaye anafanya professional yote, it's never about you. It's about the people you inspire. Sababu ukikuwa photographer mnoma ama journalist mnoma, sasa zile utarudi watu watasema wenye unawa inspire watasema yule journalist amenipa motisha sababu amekuwa recognized nje. And it's the same thing na Femi. Umeniuliza mimi nilikuwa na nini gani, wazo gani ama input gani kwa nyimbo yao. Basically Femi ni kama naweza semaje, kama mtoto wangu. Femi alikuwa msanii wa kwanza ambaye tulisign Kaka Empire. Along the way tumesign wasanii wakubwa, kina Rich Mavoko walikuwa wasanii wetu. Tumesign akina Arrowboy, Timmy, Avril, watu walikuwa wasanii wetu. Lakini yeye ndo alifungua contract yetu ya kwanza. Na akakuwa na imani, tukamwambia sisi tunataka kumanage, tunafungua Kaka Empire na itakuwa na manage wasanii. So she believed, na tumetembea na yeye mwaka mingi. Wakati mwingine yani kuonyesha tu kwamba muziki pia si rahisi na pia kazi zingine zote. Wakati mwingine mambo hayendi vizuri, mambo hayendi sawa, tunatoa nyimbo hayendi sawa, unaelewa? Kuna wakati mpaka alikuwa na give up, anasema nakufa moyo, lazima kwa kila muziki Aswa muziki wa wanawake kabisa. Alikuwa anasema mimi naacha muziki, naambia hapana, pole pole. Nimechukua miaka kama 5-6 ndo apate mega hit song. Hakuna hit song. Lakini mega inamaanisha tuko Kenya, lakini utawezana inachezwa Burundi, inachezwa ilikuwa trending kwa 15 countries. Never been done before. Never. Ilikuwa trending number 1 Kenya, number 1 Tanzania, Burundi sijui namba ngapi, Rwanda, Congo, Uganda, wapi, South Africa, America. Tunatumiwa screenshots everywhere. Na watu wanafanya challenge everywhere. Never been done before. Ilikuwa nyimbo ya kwanza Kenya kufanya kitu kama hiyo, ilikuwa historia, haijawahi fanyika. Na unaona yeye ni patience yake tangu aanze, tangu tumsign. Alikuwa anasema basi sitachoka. Umeelewa? So inamaanisha kama ni photographer, journalist nini, yatafunguka tu, lakini tufanye kazi bila kuchoka na tufanye kazi kama tunaipenda. Umeelewa? So mimi as much mimi pia ni msanii, mimi ni mwanabiashara na own Kaka Empire pamoja na ndugu yangu hapa anaitwa Dennis. Kwa hivyo kila kitu Femi anafanya lazima ipite kwa mkono wetu, tuseme hiyo bado hiyo inaweza. Kwa hivyo vile walifanya nyimbo na Natasha akasema hata nikamletea zawadi. Hiyo siku kwa studio nikaanza kazi yangu, nikaendesha gari, nikakuja nikamwambia karibu Kenya. Chukua zawadi, kazi nzuri mmefanya. Hata kwa video tukasaidia, mpaka mwisho, mpaka nikakisha wamemaliza. Ukaondoka na Dennis hapo. Wakasha meshiba. Na kwa video tena nimeshiba. Ulisema umeshiba. Sawa. Tumbo huku. Umesikia? Na tukashukuru. Nitawakomesha na nitawashibisha mpaka. Lipisha kisasi. Taripisha. So kwa hivyo tunaweza waambia tu ni kwamba kama kazi ni nzuri tuifanye ni kama tunafanya kazi yetu ya mwisho. Kama umekuja kuinterview mtu ifanye kama unaifanya ya mwisho. Na respect sana huyu jamaa, sababu mawazo yake ni tofauti. Everyone who thought outside the box ndio wamejenga hizi microphone, TV, manini. Mtu alikuja ka bottle maji, jamaa akajenga ndege, sababu jamaa alifikiria, aliwaza tofauti. Kabisa. Tukiwaza kawaida tutawaipata hizi new invention. Kuna mtu aliwaza kusema kunaweza kuwa na gari, mtu anaingia alafu anawasha, alafu inaenda. Akaambia watu wewe acha wazo gani hilo, unatanganya, unaelewa? Na sasa hizo evolution imefanya vitu mingi sana, hata muziki ikakuja bluetooth, watu kuingia iTunes, watu wanunua YouTube nini kabisa, na inaleta mapato. And keep in mind kwamba whatever we are doing here, sisi kuongea tu, hii ni content, si ndio?
Nyinyi mkipeleka huko station ni kazi. Nyinyi mko kazi. Si ndio? Na sisi tuko kazi. Na hoteli iko hapo kazi. Kila mtu ako kazi hapo. So nikiheshimu kazi yako pia tuheshimiane. Si rahisi. Najua pia kazi yenu si rahisi. Na tunawa respect sana. Hivyo ndo nilianza nikasema na heshimu sababu nyinyi mnaenda kuambia dunia ni nini mmeona. Na hiyo inasaidia kuleta watu, na ikileta watu kuna yule mfanyikazi ambaye amekuja kufungua maji hapa, ako na familia. Kuna mtoto anamtegemea. Tusipofanya hivyo hapati mapati. Mtoto aende shule. Wangu ama kweli? Na wewe pia uko na ule anakutegemea kutoka hapa, mama anakuuliza mtoto wangu mimi mgonjwa ama anahitaji chakula. Tutamtumia hela, si ndio? Sababu mdosi wako amepata content ambayo umechukua hapo. Kwa hivyo kitu yote iko interconnected. Tukishaangalia hivyo kila kitu inafanya kazi. Sababu Fame akikuja hapa ni tourist attraction kwa hotel. Lazima tuangalie hivyo kama biashara pia. Tusifanye tu content, tunafanya biashara. Si ndio? Kwa hivyo heshima kwa kila mtu kwa hii room ambaye wale watakuja pia. Asanteni. Pia